Karibu. Ndege ya kivita ya Marekani imedunguliwa nchini Iran huku shughuli za uokoaji zikiendelea kuwatafuta wanajeshi waliokuwa ndani. Afisa mmoja mkuu wa Marekani amethibitisha hilo kwa mashirika ya habari ya Reuters na New York Times. Shirika la habari la serikali nchini Iran limeripoti madai kwamba mabaki ya ndege hiyo yamepatikana na imeonyesha picha hizo kwenye matangazo yake, huku ikisema kwamba Iran itatoa zawadi kwa yeyote atakayewakamata marubani hao wakiwa hai. Hizi ni picha za maktaba za ndege aina ya F-15E Strike Eagle ikisafiri kutoka kambi ya jeshi la anga la Marekani iliyopo nchini Uingereza. Wataalamu wanasema kwamba alama yake kuu ni mkia wa rangi nyekundu, na wanasema ni kama ule ambao ulikuwa kwenye mabaki ya ndege yaliyoonyeshwa kwenye runinga ya taifa la Iran. Ila hadi kufikia sasa haijajulikana wazi video hiyo ilitoka wapi. Mchambuzi wa BBC wa masuala ya usalama Mike Kay amesema iwapo taarifa kuhusu ndege hiyo ni za kweli, huenda marubani wake wakawa hatarini. Marubani hao wamevalia jaketi zilizo na kioleza. Punde tu wanapoondoka kwenye ndege, kioleza hicho huanza kutuma ujumbe wa eneo halisi walipo na kuwapa taarifa muhimu wanajeshi wenzao ambao watatumwa kwa operesheni ya uokoaji mara moja. Kitakuwa kimewekwa kwa mfumo fulani ambao ni ngumu kwa wanajeshi wa Iran kutambua walipo. Pia, kifaa hicho kina masafa ya mawasiliano ambayo hayawezi kudukuliwa. Kwa hivyo, hilo linamaanisha nini? Huu utakuwa mwanzo wa operesheni ya kijeshi ya uokoaji. Kwa sasa, hakuna muda wa kuharibu. Taarifa tulizozipokea muda mfupi uliopita ni kwamba huenda rubani mmoja wa ndege hiyo ya kivita ya Marekani ameokolewa na wanajeshi wenzake. Haya ni kwa mujibu wa maafisa wawili wa Marekani waliohojiwa na shirika la habari la CBS, huku wakisema kwamba juhudi za kumtafuta rubani wa pili bado zinaendelea. Kitengo cha kuthibitisha taarifa cha BBC Verify kimethibitisha kwamba video hii inaonyesha kile kinachoonekana kama ndege ya kivita ya Marekani ikisindikizwa na ndege mbili aina ya helikopta katika anga ya kusini mwa Iran katika operesheni ya uokoaji ya Marekani. BBC imethibitisha kwamba video hii ilirekodiwa katika mkoa wa Khuzestan karibu na daraja katika mto wa Karun. Aidha, imethibitisha kwamba ni video ya hivi karibuni na haijafanyiwa ukarabati wa aina yoyote kwa kutumia akili mnemba. Awali, Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa amesema kwamba, na hapa namnukuu, Marekani ikipewa muda zaidi inaweza kutekeleza kwa urahisi operesheni ya kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, kuchukua mafuta na kufaidika pakubwa. Trump aliyasema hayo katika ujumbe aliyouchapisha kwenye mtandao wake wa Truth Social, ambapo alitishia kutekeleza mashambulizi makali zaidi yatakayoharibu vibaya miundombinu ndani ya Iran ikiwa viongozi wake hawatakubaliana na mpango wa Marekani. Onyo lake limetolewa saa chache baada ya wataalamu wa sheria za kimataifa kuchapisha barua wakionya kuwa Marekani, Israel na Iran zinakiuka kanuni za kimataifa. Katika ujumbe wake wa Ijumaa, Trump alitishia kuharibu madaraja na vituo vya nishati. Sheria za kimataifa zinasema kwamba kulenga miundombinu ya kiraia ni kosa la jinai. This stuff isn't negotiable. Sheria hizi haziwezi kufanywa mabadiliko au kujadiliwa. Ukilenga miundombinu kama vile mahospitali yalivyolenga kote huko Beirut na nchini Lebanon kwa ujumla. Nimekutana na idadi kubwa ya wahudumu wa afya ambao ambulensi zao zinalengwa katika mashambulizi yanayoendelea. Haupaswi kulenga madaraja. Hilo ni kosa la kivita. Haufai kulenga shule wala vyuo vya kawi. Swala hili liko wazi kabisa katika sheria za kimataifa. Lakini kuna mahali katika hali hii ambapo tumezitupa nje kabisa sheria bila kujali maslahi ya wengine. Hayo ya kijiri, mashambulizi yameendelea kutekelezwa kote Mashariki ya Kati, Iran ikirusha makombora nchini Israel na pia katika mataifa mengine ya Ghuba. Huko Kuwait, kituo cha kusafisha mafuta cha Mina al-Hamadi kimelengwa na ndege zisizokuwa na rubani. Makundi ya wahudumu wa dharura wamekuwa yakipambana na moto mkubwa uliowaka. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE imesema maeneo kadhaa nchini humo yamelengwa, huku kituo cha gesi huko Abu Dhabi kikisimamisha shughuli zake baada ya kuharibiwa kwenye shambulizi. Israel nayo imesema kwamba imeshambulia zaidi ya maeneo 3500 nchini Lebanon tangu ianze kulenga Hezbollah mwezi mmoja uliopita. Wizara ya afya Lebanon imesema kwamba mashambulizi ya Israel yameua zaidi ya watu 1300. Tukizama ndani ya Iran, ukosefu wa huduma za interneti unazidi kuripotiwa na kuwazuia wengi nje ya taifa hilo kujua kinachoendelea nchini humo. Lakini BBC imepokea video ambazo zinaonyesha hali halisi nchini humo. Tumebana majina ya waliohojiwa katika taarifa hii ya Fego Kin ambayo inawasilishwa na Ahmed Bahaj. Kuishi hapa
ambapo taarifa wanazoweza kuziamini ni kile ulichokishuhudia na macho yako tu. Raia hapa wanazidi kufungiwa na dunia nje. Lakini kutoka ndani ya Iran tumepokea picha zinazotoa hali halisi ya wanaoyapitia watu waliojikuta katikati ya makombora ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran na ukandamizaji kutoka kwa serikali yao. Setare, ambalo si jina lake halisi, ni mfanyakazi katika ofisi moja. Tuliona moshi ukifuka angani, ila hatukufahamu kwamba eneo hilo lilikuwa limelengwa. Baada ya hapo, kila mmoja aliyekuwa anafanya kazi kwenye kampuni hii alijawa na wasiwasi. Watu walikuwa wakipiga kelele na kutoroka. Kwa saa moja au mbili, hali ilisalia vile vile. Kulikuwa na vurugu. Kwa sasa ametoroka mji wa Tehran kama mamilioni ya Wairani wengine. Binti huyu hana ajira na pia hana hela. Sijui jinsi hali hii ya watu wengi kukosa ajira itakavyotatuliwa. Hakuna mfumo wa kuwasaidia waathiriwa na serikali haifanyi chochote kuwasaidia watu ambao hawana ajira. Ninaamini kwamba vita halisi vitaanza ikiwa vita vya sasa vitakwisha bila suluhu. Mashambulizi ya mabomu ya kila siku yamempokonya uwezo wa kuwa na usingizi wa kawaida. Yeye hujilaza kitandani bila kufumba macho, akiwaza kuhusu maisha ya sasa na siku za usoni. Ninaweza kusema kwa uwazi kwamba sijalala kwa siku kadhaa mfululizo. Nina wasiwasi mkubwa na umeathiri mwili wangu. Watu zaidi ya 3,000 wanaripotiwa kuuawa kwenye mashambulizi ya Marekani na Israeli, maelfu wengine wakijeruhiwa na wengi wakikabiliwa na msongo wa mawazo, kama anavyoelezea muuguzi Tina. Nilishuhudia mambo mabaya sana. Hawakuwa wanawaleta majeruhi, ila miili ambayo haikuweza kutambulika. Mingine haikuwa na mikono, miguu, na ilikuwa picha kuogofya. Tina anakabiliwa na majeruhi ya mashambulizi ya mabomu. Anaelezea jinsi picha hiyo inavyomwathiri akilini. Mwanamke mjamzito aliletwa kwetu kwa sababu eneo alipokuwa akiishi lilishambuliwa. Nyumba yake ilikuwa karibu na kambi ya jeshi na iliharibiwa. Walipomleta hospitalini, yeye na mwanae walikuwa hapo hai tena. Wengi pia wanahofia tishio la kuteswa na serikali. Hivi ni vipande vya uti wa mgongo na hivi ni vile vilivyoko karibu na moyo wangu hapo juu. Hii hapa ni jinsi bomu ya kutoa machozi ilivyonikwaruza mwilini na iliponiumiza. Behram ameonyesha vipande vya chuma ambavyo vimekwama mwilini mwake. Alikuwa mfungwa wa kivita na yupo mafichoni baada ya kufyatuliwa risasi wakati wa maandamano ya Januari, ambapo maelfu walipigwa risasi. Walitushambulia na kutupata kati ya moja ya njia zinazoelekea kwenye uwanja huo. Walitufyatulia risasi na mabomu ya kutoa machozi. Mimi na wewe hatutapona hadi pale ambapo tutakuwa huru. Na tukiangazia yaliyotokea na mahangaiko tuliyoyapitia,